ukurasa wa gazeti la Taifa Leo, taarifa kuu inasema kwamba mauaji ya kinyama. Mwandishi anazungumzia pale China akisema kuwa mama mmoja na wanao watatu kutoka eneo la Bahati, kaunti ya Nakuru wamekamatwa kwa kushukiwa kuhusika na mauaji ya kikatili ya mumewe. Bwana Peter Mwangi mwenye umri wa miaka 73 alipatikana akiwa ameshambuliwa ndani ya nyumba iliyofungwa kutoka nje mnamo Februari 16 mwaka huu 2026. Kwa hivyo ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo na taarifa hiyo kamilifu. Pale juu mwandishi akielezea kwamba mahakama ya ruhusu makachero kuzuilia mama na wanawe watatu kuhusiana na mauaji ya mzee Boma. Kwa hivyo ni taarifa ambayo ni ya kusikitisha kwamba mama alishirikiana na mwanawe ili kufanikisha mauaji ya mumewe. Kwa hivyo taarifa hiyo tutapata ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo kuhusiana na mauaji hayo ya kinyama kutoka katika kaunti ya Nakuru. Taarifa nyingine mtazamaji ni kwamba Vurumai Githurai, uharibifu mkubwa uliotokea mtaani Githurai, Nairobi jana asubuhi baada ya vibanda vya wauzaji kubomolewa. Kenya National Highways Authority KENHA ilikuwa imetoa ilani ya kuwataka wafanyabiashara katika mzunguko wa Roysambu na Githurai kuondoka kupisha ujenzi wa kituo cha mabasi mahali hapo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imeweza kuibua changamoto miongoni mwa wakazi wakiwemo wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wanaotumia vibanda kufanikisha biashara zao, ambapo vibanda hivyo viliweza kubomolewa kufuatia kile ambacho kinatajwa kwamba serikali ikishirikiana na KENHA wanataka kujenga eneo la egesho la mabasi. Kwa hivyo ni taarifa utazipata ukurasa huu wa gazeti la Taifa Leo, hasa ukurasa wa pili. Pale picha za moja kwa moja kutoka eneo hilo la Githurai zitaonyesha jinsi hali ilivyokuwa, vibanda vikiwa vimelazwa sakafuni tayari kwa zoezi la ujenzi kuanza kutekelezwa. Kwa hivyo wakazi wako pale wanazidi kukadiria hasara huku wakikosa sehemu ya kuendelea na biashara zao. Kwa hivyo taarifa ziko pale katika ukurasa huu wa gazeti la Taifa Leo. Taarifa nyingine mtazamaji, aliyedaiwa kuumbua rais aachiliwa. Mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi nje baada ya ushahidi dhidi ya kosa kukosekana. Ukurasa wa 4 wa gazeti la Taifa Leo na taarifa hiyo kamilifu kuhusiana na huyu mwanafunzi ambaye alikuwa ametengeneza mchoro au picha ya Rais William Ruto akiwa kwenye jeneza, ambaye aliweza kushtakiwa na kuhukumiwa, ambapo aliweza kuachiliwa baada ya ushahidi zaidi kukosekana. Kwa hivyo ukurasa wa 4 una taarifa hiyo kiukamilifu. Taarifa nyingine ni kwamba MCS sasa waunga Sakaja. Madiwani wa Nairobi wameidhinisha mkataba wa ushirikiano na serikali kuu. Ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo una taarifa hiyo kamilifu kuhusiana na hawa wawakilishi wadi kutoka katika kaunti ya Nairobi ambao sasa wameonekana kumunga mkono Johnson Sakaja ambaye ni gavana wa kaunti ya Nairobi, wakisema kwamba watashirikiana naye kwa ile hatua ya yeye kutaka kushirikiana na serikali kuu ya kitaifa kwenye maendeleo mbalimbali katikati pa jiji la Nairobi, ili kuona kwamba jiji hilo basi linasongea hadi viwango vya mataifa yaliyoendelea kama alivyosema Rais William Ruto. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata pale katika ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo kuhusiana na hatua hiyo ya wakilishi wadi kuamua kushirikiana naye Johnson Sakaja. Mtazamaji, taarifa nyingine katika ukurasa wa 3 ni kwamba maafisa watibua shambulio kubwa la kigaidi huku Ramadhan ikianza. Ni taarifa kwamba imeangaziwa katika ukurasa wa gazeti la Daily Nation. Hapa mwandishi anasema kuwa maafisa wa usalama nchini wamefanikiwa kutibua kile majasusi wanataja kama shambulio kubwa la kigaidi lililopangwa kutekelezwa jijini Nairobi wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuvuruga mtandao unaochukuliwa kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia. Ukurasa wa 3 wa gazeti la Taifa Leo pia umeangazia taarifa hiyo kuhusiana na vikosi vya usalama ambavyo vilitekeleza upekuzi katika eneo la Kajiado na kuwakamata washukiwa 13 ambao walikuwa na silaha hatari za kiusalama, ambapo walikuwa wamepanga kuzuru katika jiji la Nairobi ili kutekeleza uvamizi au ugaidi huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika eneo hilo la Nairobi. Kwa hivyo maafisa hao waliweza kuwakamata
na pia vile vile kuchukua zile silaha ambazo walikuwa nazo wakisafiri kuelekea katika jiji la Nairobi kufanikisha tukio hilo la uvamizi. Kwa hivyo taarifa utazipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Taifa Leo. Taarifa nyingine ni taarifa za kimataifa kwamba taifa la Gabon yazima mitandao kuokoa nchi. Ilisitisha matumizi ya baadhi ya mitandao ya kijamii ikisema ni hatari kwa usalama na uthabiti wa nchi. Kwa hivyo ukurasa wa 8 wa gazeti la Taifa Leo una taarifa hiyo kamilifu kuhusiana na taifa hili la Gabon ambalo limezima baadhi ya mitandao. Pale utaweza kuona picha ya mtandao wa TikTok ikiwa pale kwamba ni miongoni mwa ile mitandao ambayo imeweza kusimamishwa katika taifa hilo la Gabon licha ya kuwepo na hatari za kiusalama kutoka kwa wakazi wa taifa hilo la Gabon. Kwa hivyo mtazamaji, hiyo ni taarifa utaipata pia ukurasa wa 8 wa gazeti la Taifa Leo. Kufikia hapo mtazamaji, naona muda umenipa kisogo, tayari ni dakika 4 baada ya saa 2 asubuhi, na hizo tu ndio baadhi ya taarifa ambazo waandishi pamoja na wahariri kwenye kurasa hizi za magazeti. Tunazungumzia gazeti la The Standard, gazeti la Taifa Leo, gazeti la People Daily, gazeti la The Star na gazeti la Daily Nation, magazeti ya humu nchini ambayo huwa na taarifa tofauti kutoka katika sehemu tofauti pa taifa hili la Kenya, taarifa ambazo zinakuhusu wewe kama mtazamaji pamoja na kama mwananchi wa taifa la Kenya, ili kufahamu kwamba ni kipi ambacho kinaendelea na ni kipi ambacho kinafanyika ndani ya taifa hili la Kenya. Kwa hivyo kufikia hapo mimi natia kikomo kwenye awamu hii ya uchambuzi wa nakala za magazeti, ila nakutakia asubuhi njema.